Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Maajabu ya kimungu ikufate na ikutafute. Watoto wa Mungu, nataka nikuambie kwamba Mungu angali anatenda na angali kwenye kiti chake cha rehema. Usivunje bunyumba yako kwa sababu ya nguo ya mwisho ya mwaka. Usizarau mtu kwa sababu haukuletea chakula ulikuwa unakitaka ukipate. Leo mtu anaweza kuwa hana kitu leo, lakini kesho atakuwa na kitu. Na elewa ya kwamba wakoma waliotengwa na watu walienda kumaliza njaa ndani ya watu. Wakoma wenye hawakukuwa na chochote kile, lakini Mungu aliwatumia sana. Mungu aliwatumikisha mufasoke au njo watimize unabii wanabii waliotabiri. Inawezekana uko na profesia kwamba Mungu atafanya hiki na kile kwenye maisha yako, lakini haujue njia gani njo itapitia purke ikutanane na wewe. Nielewe na unisikilize vizuri, na itakusaidia kule mbele na utakuwa msaada kwa watu wengi sana. Kama Mungu anawezi kupendezesha walio wake, ni kwa sababu alikuwa na litawi ya uvumilivu. Kama Mungu anawezi fanya kitu juu ya watu wake, ni kwa sababu wako na nini? Na uvumilivu. Na hayo yote uielewe, kumbatia Yesu kama unawezi kukumbatia kitu hivi, na itakuwa jambo ya maana sana. Kama utanielewa, utapewa kitu hapa. Kila mwisho ya mwaka kuna waka grife ya mpya. Usizarau yale nguo ya zamani kwa sababu ugombanie ya mpya.